Yes, mambo vipi? Fresh kabisa. Of course tunaelekea katika mchezo wa mwisho, mchezo wa kiporo wa ligi kuu Tanzania bara ambao utakutanisha Young Africans au Yanga, mabingwa watetezi wa kombe la NBC Premier League, lakini pia ndo mabingwa wa kihistoria katika ligi ya Tanzania. Watapocheza dhidi ya Wanalunyas Simba Sports Club, watoto kutoka katika eneo la Msimbazi jijini Dar es Salaam. Hii ni dabi ambayo sio dabi tu ya kawaida, ni dabi ya Afrika Mashariki, ni Kariakoo dabi ambayo inavuta hisia za watu wengi. Ni mara baada ya kutokana vuta nkuvute, ilikuwa ipigwe tarehe 8, ikapelekwa tarehe 15 na sasa final inakwenda kuchezwa tarehe 25 mwezi huu. Ni dabi ambayo lazima mtu apatikane mshindi ili bingwa atangazwe. Je, ni Simba mgeni wa mchezo huo au ni Young Africans mwenyeji wa mchezo huo? Sasa TFF pamoja na bodi ya ligi, wasimamiaji wa ligi ya Tanzania, wametangaza marefari ambao watahusika katika mchezo huo, ni waamuzi, mapilato, wale wahukumu katika mchezo huo wa dabi. Ni kutoka Misri, asilimia kubwa kutoka Misri, kukiwa na mmoja tu kutoka nchini Tanzania ambaye yeye atakuwa ni match commissioner. Sasa kubwa kabisa ambalo nataka tulizungumzie kwa leo ni faida faida na hasara ambazo zitasababishwa na marefa hawa wawili wa kigeni. Yaani marefa hawa kigeni watakuwa na faida gani katika ligi ya kuchezesha mchezo huo, lakini pia hasara ni kiasi gani? Hebu tutazame faida kwa uchache sana. Kwanza kabisa, faida za kuwa na waamuzi wa kigeni katika ligi ya Tanzania ambapo watachezesha mchezo mkubwa dabi ya Afrika Mashariki. Kubwa kabisa ni kuleta testi. Ile testi ya dabi watatuletea ladha ya kimataifa, ladha fulani hivi ambayo itaongeza uaminifu, lakini pia itaongeza maamuzi ya haki. Kumekuwa na vuta nkuvute. Ikumbukwe pia dabi ya kwanza waliocheza ilisababisha mwamuzi Ramadhani Kayoko au Etuglu Bey yeye kufungiwa kuonekana kuwa alikuwa na upendeleo na timu fulani. Sasa maamuzi au marefari wa kigeni watatuletea testi mpya, ladha mpya, kwa wao wapo neutral, watakuwa na maamuzi yao yaliyonyooka. Lakini ukiachana na faida hizi za kuwa na waamuzi wapya katika ligi ya Tanzania, waamuzi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, ziko hasara kadha wa kadha, lakini mimi natamani nijikite sana kuzizungumzia hizi hasara ambazo zitapatikana kutokana na waamuzi wa kigeni kuja katika ligi hii ya Tanzania kuchezesha mchezo mkubwa, si tu Tanzania, ni Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Afrika kiujumla. Kumbuka Kariakoo dabi katika zile dabi 5 bora kwa Afrika imo pia ndani yake. Kuna Soweto dabi, Cairo dabi, lakini pia Kariakoo dabi. Ukienda Kenya kuna Mashemeji dabi, pia ni dabi kubwa, lakini dabi ya Kariakoo hii ni dabi nyingine tena. Sasa hasara ni zipi? Kwanza kabisa ni kwa upande wa kiuchumi. Ukumbuke kuwa unapoleta waamuzi ni kuanzia 3 kwenda juu, basi lazima wasafirishe kutoka kule walipotoka mpaka kuja hapa nchini Tanzania, na ndicho ambacho kinafanyika na TFF pamoja na bodi ya ligi. Wametoa waamuzi huko walipotoa na kuwaleta hapa, waamuzi zaidi ya 3, lakini hapo watakuwa wamekatia flights, international flights, lazima apate ticket ya ndege za uhakika, lakini pia wakifika hawezi kukaa Manzese, huwezi kumpeleka refari umemtoa Misri mwenye baji ya FIFA umpeleke katika labda hoteli za Buguruni, siji hoteli labda, sisemi ni hoteli mbovu, no, ila wale wanahitaji hoteli zenye klasi ya juu, 5-star hotel. Kwa hiyo gharama za kifedha TFF wameingia bila sababu maalum, utaenda kuwapeleka katika hoteli zenye gharama kubwa kabisa. Hiyo ni pesa umeitoa hapo. Lakini pia posho, kila wanapokuja katika ardhi ya Tanzania wanahitaji posho. Kila siku ambao wamepoteza hapa wanahitaji posho. Je, TFF hawajaangalia hilo kuwa wanatoa posho nyingi kwa mchezo mmoja tu? Wanaingia hasara kubwa ya kiuchumi kuwapa posho waamuzi hawa katika mchezo mmoja tu wa usimamizi. Lakini kitu kingine wanahitaji usafiri pamoja na ulinzi. Usafiri kutoka eneo moja kwenda lingine, kukagua uwanja, kupata ile pitch atmosphere vizuri, kuangalia pitch feelings, lakini pia wanahitaji escort. Escort kivipi? Hali tofauti na waamuzi wetu wa Tanzania kuwa anaweza kujua kichochoro, apite hapa, apande bodaboda afike pale. Hawa wanahitaji escort ya polisi, wajua anaongozwa kwa namna gani. Kwa hiyo ni hasara nyingine ambayo TFF au bodi ya ligi wameingia. Lakini pia kuna kukwamisha ukuaji wa waamuzi wetu. Waamuzi wetu wa Tanzania watakuwa hawana imani tena, wanahisi hawaaminiwi
kwa sababu waamuzi wa kigeni ndio wanatumiwa. Sasa wao watajihisi kama hawaaminiwi. Kwa hiyo ukuaji wao lazima utakwama tu. Watakuwa hata wakichezesha dabi kubwa tena ikitokea huko mbeleni, watakuwa wana hofu, wanahisi sisi sio sahihi na hatuwezi kufanya kwa usahihi zaidi. Lakini pia kuna kukosekana kuuelewa wa mazingira. Hawa waamuzi wanaokuja wa kigeni, mazingira wanakuwa hawayaelewi vizuri, kuwa endapo itatokea mashabiki wakafanya kitu hichi, je, sisi tunaweza tukafanya kitu gani? Endapo itatokea kumetokea kitu hichi nje ya mchezo, sisi tufanye kitu gani? Hii ni kutokana wao sio wageni au wao sio wenyeji wa ardhi ya Tanzania. So watakuwa wanapata shida sana kwa ajili ya kuelewa mazingira. Lakini kitu kingine ndio hicho, mfumo wa ndani tunaojengia udhaifu. TFF, bodi ya ligi pamoja na wote wanaosimamia mchezo huu wa Kariakoo Derby watakuwa wanaonekana ni dhaifu, kuwa hawapo serious. Kidogo tu kutikiswa wanakwenda kuchukua waamuzi wa nje. Kwa hii inawajengea kuwa wasiwe na kujiamini, inawajengea kutokuwa wao wenyewe kuwa na misimamo, kwa sababu dabi imetokea vuta nikuvute, skip then inakuja kuchezwa, alafu pia muamuzi mara ya kwanza ametokea na shida vipi mkampiga kumstopisha kidogo na mambo mengine. Lakini hao unavyowaleta inaonekana mmeleta waamuzi wa kigeni, inaonekana na hofu kuwa na maneno ya mashabiki na wapenzi wa mpira yamewaingia viongozi wameonekana hawana msimamo, hawajiamini wao wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo hii ni kama naweza kusema ni udhaifu kwa bodi ya ligi pamoja na TFF. Kuleta waamuzi wa kigeni sio mbaya, unaendelea kupromote ligi, unaitangaza, lakini kwa lengo nyingine ni udhaifu wa kiasi cha juu, kwa sababu unakuwa hujiamini na maamuzi yako. Wewe kama kiongozi unatakiwa useme hii itafanyika, hii haifanyiki, na watu wakakusikiliza. Lakini kwa ambacho wamekifanya TFF, mimi naona sio kitu ambacho ni sahihi. Hivi ni kwa leo tu, tusubiri Jumatano tarehe 25 katika Kariakoo Derby itakwenda kutokea nini. Kumbuka itakuwa ni mechi ya uamuzi, ni mechi ya do or die, au unasema tunaweza kwenda na ile slogan ya Simba alitumia back in the days, kuwa wida war in da. Kuna vita vinafanyika katika dimba la Stadio de Benjamin Mkapa. Pale katika dimba lile kutachafuka sana. Dakika 90 wanaume 22 watakaoamua nani awe bingwa, nani akamate nafasi ya pili. Tukumbuke Kariakoo Derby imevuta vitu vingi.